Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Nimefurahi tena kuwa pamoja na wewe siku ya leo, na leo tutaenda kujifunza kweli za neno la Mungu. Sisi hapa katika hii channel tunajifunza maneno ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu nasema ya kwamba nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo naamini na ni imani yangu ya kwamba hizi kweli ambazo tunajifunza na hizi kweli ambazo unazisikia zinaenda kuweka huru kutoka kwenye vifungo mbalimbali vya Ibilisi. Kweli ya neno la Mungu unayoifahamu ndio ambayo inakuweka huru, na kweli ambayo tutajifunza siku ya leo ama somo letu la leo linaitwa kukombolewa kutoka kwenye laana ya magonjwa. Somo la leo ni kukombolewa kutoka kwenye laana ya magonjwa, na kama una peni yako ama daftari, kaa nao karibu na pamoja na Biblia, kwa sababu tunaenda kujifunza vitu vya msingi, na naamini Mungu atakubariki sana. Mungu ana makusudi na wewe siku ya leo mpaka tune in pamoja nasi, pamoja nami. Mungu akubariki sana. Na andiko letu la msingi la somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Wagalatia 3 mstari wa 13. Andiko la msingi sana. Na andiko letu la msingi la somo la leo ni Wagalatia 3:13, na nitasoma kile kipengele cha kwanza tu, ambayo inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Nitarudia tena, Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, maana alifanywa laana kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo la leo ni kukombolewa kutoka kwenye laana ya magonjwa, na tumesoma andiko letu la msingi ambalo ni Wagalatia 3:13, inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kwa neno letu la kwanza ambalo tunaenda kujifunza siku ya leo, nini maana ya laana ya torati, alafu tutarudi katika kitu chetu cha laana ya magonjwa. Laana ya torati ni ile laana ambayo mtu unaweza kuipata ama unaipata pale usiposhika maagizo yote yaliyomo ndani ya kitabu cha torati. Hiyo ni maana ya kwanza ambayo unaweza kutoa maana ya laana ya torati. Ni ile laana ambayo mtu anaipata pale asiposhika maagizo yote yaliyomo katika kitabu cha torati. Na usema kitabu cha torati tunamaanisha vile vitabu vitano alivyoandika mtumishi wa Mungu Musa, yani Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Mule ndani kuna maagizo na sheria mbalimbali ambazo Mungu aliwapa taifa la Israeli. Kwa hiyo ilikuwa usiposhika maagizo yote, amri zote za Mungu, basi utakuwa chini ya hiki kitu ambacho kinaitwa laana ya torati. Ama tafsiri nyingine ya laana ya torati ni laana zinazopatikana kwa kuvunja amri za Mungu, zinazopatikana kwenye kitabu cha torati. Kwa Mungu alikuwa na amri mbalimbali, usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki. Ni zaidi ya zile amri 10. Zilikuwa ni sheria mbalimbali za kijamii, za kidini, za kiibada, na kulingana na torati yenyewe nasema kama usiposhika sheria zote kikamilifu, basi unaingia chini ya hii inaitwa laana ya torati. Na laana ya torati kimsingi tunaipata katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, naomba fungue kama na Biblia yako hapo. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 na mstari ule wa 15, mstari wa 15, ambapo neno la Mungu linasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Anasema kwamba kama usiposhika na kusikiliza na kufuata hizi sheria zote ambazo zipo katika kitabu hiki cha Torati, basi hizi laana zote zitakufuata. Na Biblia inaanza kulisti laana mbalimbali. Anasema utalaaniwa unapoingia, utalaaniwa unapotoka, utalaaniwa kazi yako, utalaaniwa mifugo yako, utalaaniwa watoto, magonjwa haya yatakupata kama usiposhika sheria hizi. Anasema magonjwa mbalimbali, kifua kikuu, lakini baadaye anakuja kusema hata magonjwa ambayo hayajaandikwa katika hii Kumbukumbu la Torati 28 yatakupata kama usiposhika sheria na kanuni au amri za Mungu ambazo zipo katika kitabu cha Torati. Na sio kushika sheria moja, anasema usiposhika sheria zote na kuzifuata,
zitakupata hizi laana. Kwa hiyo wote ambao wanatumaini torati walikuwako wana hiki kifungo kama hawatotimiza amri zote zilizopo katika torati. Hii laana ilikuwa inahusisha mtu ambaye hakuweza kushika amri zote ambazo ziko katika kitabu cha Kumbukumbu la kitabu cha Torati, yani Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Ina maana ukishindwa kushika sheria ya Mungu unakutana na hizi laana, na anasema laana hizi zitakufuata hata zikumalize. Kwa hiyo hizi laana kimsingi zilikuwa ni za watu ambao walikuwa hapo katika chini ya Torati ama hapo katika Agano la Kale, ambao wao ndio Torati ilikuwa inawahusu, na nitawaambia sisi tunakuwa kwenye eneo gani. Hawa watu wa Agano la Kale walikuwa wako chini ya hii tunaita Torati, walikuwa wako chini ya Torati ya maagizo, wafuate maagizo fulani ama wasifuate. Ukifuata maagizo yote utapata baraka, usipofuata maagizo yote utapata laana. Na kama tunavyoona kwenye Agano Jipya, Biblia inasema, Yakobo anasema kwamba sheria ya Mungu ama Torati ni moja, na ukivunja amri moja ni sawasawa umevunja zote. Yaani kwa mfano katika amri 10, usiue, usizini, usiibe. Wewe hujawahi kuzini wala hujawahi kuua, lakini ukiiba ni sawasawa umeua, ni sawasawa umezini, ni sawasawa umeabudu miungu mingine. Ukivunja amri moja ni sawasawa umevunja zote. Ni kama kioo. Kioo kinavyovunjika uwaga kinavunjika chote, hakivunjiki kipesi kidogo. Mara nyingi kioo kigonga kama kioo kinavunjika chote. Hivyo hata Torati, Biblia inasema kwamba Torati ni moja na sheria ni moja, na ukivunja moja umevunja zote. Lakini zaidi Biblia inatuambia kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo wote, hakuna ambaye ameweza kushika sheria ya Mungu kikamilifu. Wote wamevunja Torati angalau hata mara moja katika maisha yao, na kwa wengi wetu ni zaidi ya mara moja, ni zaidi ya mara 100. Kwa hiyo wote wanaingia kwenye hii laana ya Torati. Wote ambao wako chini ya Torati wanaingia kwenye laana ya Torati, kwa sababu hakuna ambaye ameweza kutimiza amri za Mungu 100%. Na Biblia inasema kama usiposhika zote, basi laana hizi zote zitakufuata. Ina maana wote ambao wanategemea Torati, wako chini ya Torati, wako chini ya laana, kwa sababu hakuna ambaye ameweza kuishika Torati yote 100% akaimaliza. Hiyo ndiyo maana ya laana ya Torati. Na ndani ya laana ya Torati tunakutana na magonjwa, tunakutana na laana ya magonjwa. Anasema magonjwa haya yote yatakupata usipotii sheria ya Bwana. Kifua kikuu, anataja magonjwa mbalimbali, na zaidi anasema hata magonjwa ambayo hayajaandikwa katika hii Kumbukumbu la Torati 28, haya magonjwa hata kama hayajaandikwa nayo yatakupata mpaka ya kumalize. Kwa hiyo hata magonjwa ambayo hayakuwepo kwa miaka ile na yamekuja kuwepo miaka hii, anasema hayo yote yanaingia katika hili kundi moja la laana ya Torati. Kwa hiyo usiposhika Torati unaingia na wewe pia kwenye laana ya magonjwa, kwa sababu leo tuna focus na tunaangalia kwa makini jinsi ambavyo wewe na mimi tunaweza kukombolewa kutoka kwenye laana ya magonjwa. Nimeshakwambia ya kwamba wote tuko kwenye chini ya laana ya Torati, kwa sababu hakuna ambaye ameweza kushika sheria za Mungu 100%. Kwa hiyo wote tunaingia chini ya laana ya Torati, ambayo ndani yake kuna magonjwa, kuna laana ya magonjwa. Sasa tunatokaje kutoka kwenye hizi laana? Tunatokaje kutoka kwenye hizi laana za magonjwa? Tunatokaje kutoka kwenye hizi changamoto? Tunatokaje? Naomba tuangalie uponyaji ambao tunaupata Agano Jipya. Kuna kitu nataka nikuonyeshe, alafu nitarudi kukuonyesha ni namna gani ambavyo Kristo Yesu kwa kazi yake ya msalaba alivyotukomboa kutoka kwenye laana ya Torati. Naomba tusome andiko moja kutoka kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 10 mstari wa 38, ambao neno la Mungu linasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na Ibilisi, maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu alikuja duniani kufanya nini? Biblia inasema alikuwa akizunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi.
kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu alikuwa na kazi gani? Ya kutenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Aliponya wagonjwa wote, aliponya watu walikuwa na mapepo, aliponya watu walikuwa na shida, aliganga moyo watu walikuwa na huzuni, alitenda kazi njema. Hiyo ndio ilikuwa ni kazi ya Yesu. Lakini neno la Mungu linasema, Yesu mwenyewe anasema kwa maneno yake ya kwamba aliyeniona mimi amemwona Baba. Anawaambia wanafunzi wake katika Yohana 14:9, anasema mkiniona mimi mmemwona Baba. Hivyo sisi tunapoangalia huduma ya Yesu tunamwona Mungu akitenda kazi duniani. Huduma ya Yesu inaonyesha wazi mapenzi ya Mungu kwa wanadamu, kwa sababu Yesu alikuja kumfunua Baba alivyo. Hakuna ambaye amemwona Mungu, lakini kupitia Yesu tunaona Mungu akitenda kazi kwa wanadamu. Tunaona wale mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Mapenzi ya Mungu kwa wanadamu walikuwa ni wapi? Ni kuponya wote walioonewa na Ibilisi na kutenda kazi njema. Yesu alikuja kuponya wote na kutenda kazi njema. Hivyo hivyo ni mapenzi ya Mungu ya kuponya wote na kutenda kazi njema na kuondoa watu kutoka katika vifungo vya Ibilisi, magonjwa yakiwemo ndani yake. Na kupitia kazi yake aliyofanya msalabani, kwa kifo chake msalabani, akatupa uwezo, akatupa na nguvu ya kuzishinda kazi zote za Ibilisi. Biblia inasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa hiyo tunapomwona Yesu ndivyo ambavyo Mungu anataka kutenda kwa wanadamu wote. Yesu alitenda kwa wote, aliponya wote, na Mungu anataka kuponya wote. Anataka kuponya na wewe, anataka kumponya na mwanao, anataka kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa sababu Mungu anawapenda wanadamu. Na hakuna sehemu yoyote Yesu alimpa mtu ugonjwa ama alituma ugonjwa kwa mtu, na hakuna sehemu yoyote ambayo Yesu akasema ugonjwa umpate mtu fulani. Na Yesu alikuja kumwonyesha Baba. Ina maana kama Yesu hakutuma ugonjwa kwa mtu wala hakumpa mtu yote ugonjwa katika huduma yake yote aliyofanya duniani kwa miaka 3.5, hivyo hivyo sio mapenzi ya Mungu kumpa mtu ugonjwa, na wala Mungu hampi mtu ugonjwa. Na hata hii tunaosema laana ya Torati, sio kwamba ni Mungu anawapa watu ambao hawajashika Torati magonjwa. Hapana, ni anasema nimeweka mbele yako baraka na laana. Chagua baraka basi uishi wewe na familia yako. Chagua ili uishi, ni machaguo ya mwanadamu. Mungu ameweka mbele yako, uchague kushika ama kutoshika. Na hii laana ya Torati inawapata watu ambao hawajashika Torati. Sasa kama wote tunaingia chini ya hii laana ya Torati, tunaingia chini ya laana magonjwa, msaada wetu uko wapi? Kimbilio letu liko wapi? Tunapataje kupona? Paulo anasema sisi tutapataje kupona kama tusipojali wokovu? Usipokuwa chini ya wokovu, usipokuwa chini ya damu ya Yesu, unakuwa ni upo chini ya laana, unakuwa upo chini ya Torati, unakuwa upo chini ya laana magonjwa. Kupitia Yesu Kristo tunapata kuokolewa kutoka kwenye laana ya magonjwa, kwa sababu sio mapenzi ya Mungu kwa wanadamu, ni mapenzi ya Mungu kuokoa wanadamu wote. Sasa naomba turudi kwenye somo letu ambalo ni kukombolewa kutoka kwenye laana ya magonjwa. Nimesema wote ambao walikuwa chini ya Torati wakitegemea kufuata sheria ili kuhesabiwa haki, ambayo tunaita ni matendo ya sheria, kwamba aifanyaye hii ataishi kwa hii, matendo ya sheria. Hapa huko kwenye Agano Jipya hii ni neema. Tuko chini ya neema, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, kwa njia ya imani. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Sasa naomba tuangalie jinsi gani ambavyo Yesu alitukomboa kutoka kwenye hii laana ya Torati ambayo inawapata wote ambao hawajaweza kushika Torati kamilifu, ikiwemo mimi na wewe. Kama hujawahi kuzini, basi umewahi kuiba. Kama hujawahi kuiba, basi umewahi kusema uongo. Na kama umefanya katika hivyo vitu, basi naona unaingia katika hili kundi la kuwepo chini ya laana ya magonjwa, chini ya laana ya Torati. Lakini neno la Mungu linasema huyu Yesu aliyekuja duniani alikuja kwa kusudi moja. Biblia inasema alikuja kututoa sisi katika mikono ya Ibilisi. Alikuja kututoa sisi katika nguvu ya dhambi. Na ukisoma katika ile Isaya 53
mstari wa 4 na wa 5 anasema kwamba hakika ameyachukua masikitiko ama udhaifu yetu na amejitwika huzuni ama magonjwa zetu, lakini tulimdharau ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Lakini pia neno la Mungu linaonyesha hiki ambacho kilitendeka. Isaya alitabiri katika Isaya 53, kinaongelewa tena katika Mathayo 8:17 pale Yesu alipokuja na kuanza kutenda kazi na kuponya wote. Biblia inasema Mathayo 8:17, ili litimie neno la nabii Isaya akisema, mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Kwa hiyo alichokuja kufanya Yesu ni kwamba kama wote tuko chini ya laana ya magonjwa, tuko chini ya laana ya Torati, wote tumeshindwa kushika maagizo ya Mungu kikamilifu, alichofanya Yesu kupitia kazi yake msalabani, aliyachukua yale magonjwa, alizichukua zile laana, kwa sababu adhabu ya laana ni mauti. Lazima ufe. Ukiwa umelaaniwa lazima ufe. Ina maana wote tulikuwa chini ya laana ya mauti, wote lazima tuingie chini ya mauti, wote lazima tufe. Yesu akachukua yale magonjwa, akachukua zile huzuni, akachukua yale masikitiko, akachukua na mauti ambayo ilitakiwa sisi tuilipe ile gharama, kwa sababu tuko chini ya laana. Wote tuko chini ya laana ya Torati, wote tuko chini ya laana ya magonjwa. Sisi ilitakiwa kila siku tuwe chini ya udhaifu, tuwe tunaumwa, kwa sababu tumeshindwa kushika maagizo ya Mungu kamilifu. Lakini Yesu kwa kazi yake ya msalaba akachukua yale magonjwa, akachukua yale masikitiko, akachukua yale madhaifu, na Biblia inasema kwa kupigwa kwake yeye sisi tunapata kupona. Kupitia msalaba sisi tunapata kukombolewa, kutolewa kutoka kwenye hii laana ya Torati. Tunatoka kwenye laana ya Torati kupitia msalaba wa Kristo. Tunapomwamini Yesu, maana yake tunaiamini ile kazi aliyofanya msalabani, na sisi tunapata kuwa huru. Yeye anachukua zile laana, sisi anatupa uzima. Ndio maana anasema mimi nalikuja ili ninyi muwe na uzima, lakini zaidi ya kuwa na uzima muwe nao tele. Na yeye akachukua madhaifu, akachukua na magonjwa, akagongelea msalabani. Petro anasema katika Petro wa kwanza 2:24, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Ndio maana Paulo anakuja kusema katika Galatia 3:13 ya kwamba Kristo alitukomboa kutoka kwenye laana ya Torati, kwa maana alifanyika laana msalabani kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa na uhai, ili sisi tupate kuwa na afya, ili sisi tupate kuwa na uzima, ili wewe upate kuponywa, ili wewe usiteseke. Kristo alishateswa, alishapigwa mijeledi kwa ajili yako. Ile mijeledi haikuwa kwa ajili yake, yeye hakuwa na dhambi, hakuwa na haja ya kupigwa msalabani, hakuwa na haja. Yesu hakuwa na haja ya kuteseka msalabani. Kwa nini aliteseka? Aliteseka kwa ajili ya ulimwengu. Aliona ulimwengu upo katika matatizo, ulimwengu upo katika mateso, ulimwengu upo katika laana. Mtafanyeje? Mungu akauliza, nimtume nani ulimwenguni akawaokoe wanadamu? Yesu akasema, nitume mimi nitaenda, kwa sababu wao itakiwa wafe. Sasa mimi nitaenda, nitakufa kwa ajili yao, lakini zaidi mimi nitaenda, nitachukua na yale magonjwa ambayo itakiwa wao wachukue, zile laana za magonjwa ambayo zimeandikwa katika Kumbukumbu la Torati 28, nitachukua mimi katika mwili wangu. Ndio maana ukisoma Isaya 52 nasema alipopigwa Yesu msalabani hakujulikana hata kama huyu ana umbo la mwanadamu. Yaani hata lile umbo la mwanadamu lilipotea, jinsi ambavyo alipigwa na kuchakazwa pale msalabani. Watu walikuwa wakimwangalia wanashindwa kujua hivi huyu ni mwanadamu ama ni mnyama. Lakini hakufanywa vile, hakuruhusu afanywe vile kwa ajili yake. Alifanywa na kupigwa vile kwa ajili yangu, kwa ajili yako, kwa ajili ya kila anayemwamini, kwa ulimwengu mzima. Akachukua dhambi za ulimwengu mzima, lakini akachukua na magonjwa. Kuhusu dhambi wengi tunafahamu, lakini kuhusu magonjwa ni shetani anatufumba macho tusitambue, na kweli usipoifahamu haiwezi ikakuweka huru. Yaani inayokuweka huru ni ile kweli unayoifahamu, ndio ambayo itakuweka huru. Kama uifahamu kweli fulani, huwezi ukaiamini, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia.
Ndio maana tunafundishana na kuambiana ukweli wa neno la Mungu. Hatufichani hapa ya kwamba tulikuwa wote tuko chini ya laana ya torati, wote tuko chini ya laana ya magonjwa, lakini kupitia Kristo Yesu msalabani sisi tukapata kukombolewa. Wote ambao wameamini, wote ambao tuko chini ya neema kwa njia ya imani tunapata ukombozi. Moja, msamaha wa dhambi, lakini ya pili ni uponyaji wa miili yetu hii ambayo tunaishi. Hii miili ni nyumba yetu. Hatuwezi tukahubiri injili tukiwa na wadhaifu. Hatuwezi tukahubiri injili tukiwa tunasumbuka na maumivu katika miili. Ndio maana Yesu akaja akachukua dhambi, lakini zaidi akachukua na magonjwa ambayo ilitakiwa sisi tuwe nayo kila siku, kila dakika, kila sekunde. Alichukua Yesu msalabani katika mwili wake ili sisi tupate kuwa huru, na kwa kupiga kwake tumepona. Kristo Yesu alinikomboa kutoka kwenye laana ya torati. Kristo Yesu alikukomboa kutoka kwenye laana ya torati. Kristo Yesu alinikomboa kutoka kwenye laana ya magonjwa. Kristo Yesu amekukomboa wewe unayenisikiliza. Utakayemwamini, kama hujamwamini Yesu, mwamini sasa. Yeye amechukua dhambi zetu wote na pia amechukua na magonjwa yetu, ili sisi tupate kuwa huru, ili sisi tupate kuwa na furaha, ili sisi tupate kuwa na amani, na kwa kupigwa kwake yeye tumeponywa. Kwa hiyo ni nani ambaye ametukomboa kutoka kwenye laana ya magonjwa? Ni kwa njia ya msalaba, ni kwa njia ya kazi ya Yesu alifanya msalabani. Unapata kukombolewa kutoka kwenye laana ya magonjwa, napata kukombolewa kwenye laana ya magonjwa, napata kuwekwa huru, napata kuwa mzima, napata kuwa na afya. Kristo Yesu amenikomboa kutoka kwenye laana ya magonjwa. Na kuhusiana na hili somo lipo pia katika kitabu kile ambacho nimekiandika kuhusiana na uponyaji kutoka mbinguni. Kama hujakipata, unaweza kujipatia nakala yako kwa physical book ama soft copy. Soft copy ni bure. Kwa kama unahitaji, nitumie tu kwenye messenger, kama ni Facebook au kwenye comment, andika tu nahitaji kitabu, nitakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp bure. Lakini pia kama unataka physical utanitumia pia, unaweza ukakipata, na kinapatikana kwa gharama ndogo sana, na Mungu atakubariki sana sana. Toka na neno hili ya kwamba Wagalatia 3:13, Kristo alitukomboa kutoka kwenye laana ya torati, kwa maana alifanyika laana kwa ajili yetu. Na Mungu akubariki sana na kupenda sana sana. Kama hujamwamini Yesu, na kushauri ndugu yangu, Kristo anatupenda sana. Mungu anaupenda sana ulimwengu, ndio maana akamtuma Yesu aje atuokoe kutoka kwenye dhambi. Unateseka na madhambi, unateseka na magonjwa. Yesu Kristo alikuja kukuweka huru. Yesu Kristo alikuja kukomboa. Yesu Kristo alikuja kutoa katika mateso na katika mikono ya Ibilisi. Naweza kuomba pamoja na wewe ambaye hujaamini lakini umesikiliza ujumbe huu na unajiuliza, napataje na mimi kukombolewa? Na mimi napataje kufunguliwa? Nipo kwenye magonjwa yananisumbua na nitesa. Napataje kutoka kwenye hii shida? Mtu wa Mungu, Mungu anakupenda sana na upo hapa kwa ajili ya kusudi maalum. Unaweza ukafumba macho yako hapo ulipo, na kwa njia ya kumwamini Yesu, tumwamini Yesu. Kwa kumwamini Yesu unapata kuwa katika unapata kufunguliwa, unapata kuwekwa huru, unapata kusamehewa dhambi zako. Omba maneno haya nami pamoja kwa dakika chache, na Mungu atakubariki sana. Sema: Bwana Yesu, nashukuru kwa pendo lako, nashukuru kwa kuwa unanipenda. Asante Mungu kwa kumtuma Kristo afe kwa ajili yangu msalabani. Nami naamini ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Naamini ya kwamba alikufa kwa ajili yangu. Naamini ya kwamba alifufuka kwa ajili yangu, ili mimi nipate kuwa hai, ili nipate kusamehewa, ili nipate uzima. Na tubu dhambi zangu na kumpokea Yesu moyoni mwangu na kumwamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kama umeomba sala hii, basi umempokea Yesu moyoni mwako, na unaweza ukaandika katika comment ya kwamba nimeamini, ama ukaandika nimeokoka, na nitaona comment yako na nitakutumia vitu mbalimbali ambavyo vitakusaidia katika safari yako ya wokovu. Lakini zaidi natamani kuomba na wewe ambao unasumbuliwa na magonjwa katika mwili wako. Naamini Mungu yuko mahali hapa na ataenda kukugusa pale pale ulipo. Kwa imani, fumba macho yako. Kwa imani, weka mkono wako katika skrini. Nitaenda kuomba maombi mafupi. Wewe ambao unasumbuliwa na magonjwa, hata kama umeamini ama hujaamini, weka mkono wako kwenye skrini yako. Shikilia chombo chako ambacho umekishika, kama ni simu ama kompyuta. Weka mkono wako na nitaenda kukuombea, na Mungu ataenda kugusa, nguvu zake zitaenda kugusa hapo hapo ulipo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Mungu mwenye nguvu, angalia kijana huyu, mama huyu, baba huyu, mtoto huyu ambaye anasikiliza ujumbe huu. Mungu mkuu, kuna shida na msumbua katika mwili wake. Iwe ni maumivu, iwe ni ugonjwa, iwe ni nguvu za giza, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth
ninatangaza uzima katika mwili wake kwa jina la Yesu. Pokea uzima katika mwili wako toka kichwani mpaka unyayo. Iwe ni nguvu ya giza, pepo na kuamuru mwachie mtu huyu. Shetani na kuamuru achia mwili huo. Shetani na kuamuru toka katika jina la Yesu. Natangaza uzima nikiamuru kila aina vijidudu, kila aina udhaifu ukuachie sasa kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Uwe mzima tangu sasa, wala ugonjwa usirudi tena. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Na kazi ya Yesu iliyofanyika msalabani, uzima ule ambao tumeupata uwe nao tangu sasa, toka kichwani mpaka unyayo kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Amini kwamba umepokea, amini kwamba umepona, amini kwamba umepokea uzima, amini kwamba umekombolewa kutoka kwenye laana ya magonjwa, na naamini umejifunza kitu fulani siku ya leo. Mungu akubariki wewe ambaye umeshiriki pamoja nami, na unaweza ukaandika chochote kwenye comment section kujulisha kama tulikuwa pamoja ama umesikiliza ujumbe huu mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama uko YouTube unaweza ukasubscribe katika channel hii ili watu wengine waweze kupata jumbe hizi kwa urahisi zaidi. Lakini pia usiache kulike video kama uko Facebook, kama uko TikTok ama uko YouTube. Mungu akubariki sana. Ambaye uko Facebook unapatikana pia kwa YouTube kwa jina la Best Elisa Katunzi, lakini pia napatikana TikTok kwa jina la ama description ya siku za mwisho. Ukiandika siku za mwisho utanipata, lakini pia ukiandika Best Katunzi utanipata. Na Mungu akubariki sana. Lakini pia niko Facebook kwa jina la hilo la Best Katunzi. Mungu akubariki sana na kupenda sana. Tuonana katika vipindi vinavyofuatia.